Mungu. Na hili neno tumekuwa tukilisikiza tangu tuokoke, praise the Lord. Lakini tukajiuliza swali moja wakati tulikuwa katika Bible Discovery Week. Hili neno lote ambalo umelisikia, ni maneno gani umefanya kutokana na neno hilo? Very very important, praise the Lord. Wewe umesikia neno, unaweza quote scriptures. Mchungaji akianza tu kusema the Lord is my shepherd, unasema yote. But the question is, what have you put in practice? Kwa hilo neno umesikia. Very very important, praise the Lord. Doesn't matter how much you've heard, what you've put in practice is what matters. Biblia inasema kwamba imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu, lakini inasema tena imani bila matendo ni imekufa, praise the Lord. Kwa hivyo hata ukiwa na imani na hauiweki katika matendo, hiyo ni bure kabisa, praise the Lord. Hilo si neno langu siku ya leo. Nataka kuingia katika Mathayo mlango wa 6 ubeti wa 19 hadi 21. Amen. Kanisa, tunaweza soma pamoja. Let's read. Do not lay up for yourself. I can't hear you sing. Read. Let's begin again. Do not lay up for yourself treasures on earth, where moth and rust destroy, and lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. Verse 21. For where your treasure is, there your heart will be also. For where your treasure is, there your heart will also be. Praise the Lord. Amen. That is the truth in this life. Hali ambapo umeezeka ama umeweka mali yako, vitu vya thamani, praise the Lord. Ile nyumba ambayo umeweka the most precious things, hiyo ndio nyumba inakuanga na the largest padlock, praise the Lord. Hiyo ndio nyumba unatafutanga security akae kwa mlango, because you think that is where most of your treasures is. Yes. And that is what the Bible is saying. Inasema mahali ambapo umeweka mali yako. Wacha nisome katika Kiswahili. Msijiwekee hazina duniani, nondo na kutu viharibupo, na wezi huvunja na kuiba, bali jiwekeeni hazina mbinguni, kusikoharibika kitu kwa nondo wala kutu, wala wevi hawavunji na hawaibi. Kwa kuwa hazina yako ilipo, ndipo utakapokuwapo moyo wako. Praise the Lord. Amen. Mahali umeweka hazina yako, hapo ndipo moyo wako utakuwa. Nazungumza kuhusu nidhamu ya urejesho, the discipline of restoration. Praise the Lord. That is my message today. Nidhamu ya urejesho. Na tukasema katika ibada ya kwanza kwamba kuna nidhamu moja ambayo tunataka kuangalia siku ya leo, kwa sababu kuna nidhamu nyingi sana hapa ulimwenguni. Kuna nidhamu ya aina nyingi katika hali ya kiroho, kuna nidhamu ya aina nyingi, lakini leo tunataka kuangalia hii nidhamu ambayo inaitwa kingdom investment. Praise the Lord. Weka hazina yako katika ufalme. Are we together, church? Hiyo ndio tunaangalia siku ya leo. We are looking at the discipline of restoration, but pia tunaangalia a discipline we call kingdom investment. And my message today, ukisahau anything ama everything, kumbuka hii kwamba your investment should not be on the things of this world. Are we together, church? Usijiwekee hazina yako kwa vitu vya ulimwengu huu. Usiangalie gari lako ukasema hili gari ni muhimu kuliko mke wangu. Praise the Lord. Najua kuna waume after him ni gari lake, alafu mke wake, alafu watoto wanakuja baadaye. Praise the Lord. Wale watu mlizaliwa kitambo kidogo kama nini. Amen.
kwamba katika hali ya kitamaduni, in our traditional aspect, wives were just regarded as like they are part of children. Ukisema hawa ni watoto wako, mke wako pia amekaa hapo, unasema hawa kama sehemu ya mali yako, ama ni sehemu ya mali yako, hii ndio mali yangu. Praise the Lord. So that was how it was in those days, not now. Praise the Lord. Usiseme mchungaji, imagine tu mchungaji anasema mimi ni sehemu ya mali. No. That was in those days. Praise the Lord. And therefore, mwanamume angechukulia vitu zingine kuwa hata muhimu kuliko familia yake. Amen. Siku hizi mwanaume anaweza chukulia gari lake kuwa la muhimu zaidi kuliko hata mke wake. Amen. Anaweza chukulia mali yake to be better than. Tunaona siku hizi mtu anaweza kukuua kwa sababu tu ya pesa kidogo, kwa sababu ya shamba ambalo mnapigania. Mtu anakuua tu kwa sababu ya shamba. Praise the Lord. Tumeona katika nchi yetu ya Kenya, mtu anauawa tu ndiposa siri fulani zisije zikajulikana, because they treasure those things more than they treasure other or the life of people. Ndiposa Biblia inasema na hazina yetu tusiiweke hapa duniani ambako kutu inafika, bali tuiweke mbinguni. That's why we are looking at the discipline of restoration. Amen. Praise the Lord. Hii mwaka tunasema ni mwaka ya urejesho, na kila mtu anaimba hii ni mwaka ya urejesho, hii ni mwaka ya urejesho, mwaka hii tutarejeshwa, mwaka hii sijui nini na nini. Swali ni, wewe unajua urejesho ni nini? Unarejeshwa kutoka kwa nini na unarejeshwa kupelekwa wapi? Praise the Lord. Tutaangalia maana ya urejesho hapo mbele. Lazima ujue ni kwa nini unarejeshwa, kwa sababu hauwezi rejeshwa tu kwa kitu ambacho ni bure. Praise the Lord. Amen. We are not talking about worldly restoration. We are talking about biblical or spiritual restoration. Yeah. Na ndiposa uweze kurejeshwa, there is some investment you must do. Praise the Lord. Amen. Tulisema katika ibada ya kwanza kwamba every blessing ya Mungu, it has a condition on it. Now for you to be restored, lazima uweze to meet the conditions that God has put for you to be restored. Amen. Amen. Acha niwape mfano. For example, tukiongea about restoration of your health. Wewe umekuwa mgonjwa, umeenda pale hospitalini wakasema umepatikana ukiwa na coronavirus. Praise the Lord. Unajua nyinyi mnachukulia tu maisha hivi. Ukiambia mtu aombe, mtu anakuambia tu corona haitafika hapa kesho. Lakini haombi. Praise the Lord. Watu ni kusema haitafika. What are you doing ndio isifike? Sasa umekuwa diagnosed na COVID what? 19. COVID-19. Praise the Lord. Sio COVID-20 ama 18. Umekuwa diagnosed. Ukienda pale kwa hospitali, daktari anasema sasa hii lazima ukue isolated. That is the first condition. Praise the Lord. Lazima ukue isolated. Wewe hauwezi toka tu hapo ukasema ni kwa nini. That is the first discipline for you to be rescued from coronavirus. Praise the Lord. Amen. Unajua nafanya uhamasisho as a preacher. Ndio ujue corona ni nini. Cha pili anakuambia sasa you must receive certain injections maybe twice in a day or once every single day for the next 14 days. Praise the Lord. Alafu anakuambia kuongezea hiyo lazima ukunywe dawa tembe fulani, dawa kama 2 labda mara 3 kwa siku. Those are instructions for you to be restored from the coronavirus. Are we together, church? Yes. So kwa sababu umepewa maagizo, now what you need is the discipline of following the instructions that you have been given.
Wengine wenu unapewa dozi ya malaria, unakunywa siku moja, ya pili, ya tatu, ukisikia umepona, unaachana na the rest. Even following simple instructions like taking drugs for you to be restored in your health, always praise the Lord. Ndiyo maana unakuta ugonjwa inafika mahali na ile stage what tunasema it is used to drugs. Sasa tu ukikunywa dawa haiwezi ponya ule ugonjwa. Ugonjwa umezoea hayo madawa. Praise the Lord. Amen. Now restoration in the biblical aspects, this is what we are saying. Kuna masharti lazima utimize. Kuna maagizo lazima ufanye. Kuna investment lazima ufanye for you to be restored spiritually. Amen. For the last 3 months, our dad has been speaking about Ezekiel 33. Na alikuwa anasema turn from your wicked ways. Geukeni kutoka kwa njia zenu ambazo ni mbovu na ni nyonge, ndiposa mimi Bwana niweze kurejea kwenyu. Geukeni. Those were instructions for us to be restored. Are we together, church? That is what we are calling discipline. Tukasema katika ibada ya kwanza kwamba discipline is a very strict control over the way a person behaves or does something. Nidhamu ni ile hali ambayo unajizuia jinsi unafanya mambo fulani na unatimiza mambo fulani. Amen. For example, kuna nidhamu kama ya chakula. Amen, church. Amen. Naingia tu pale unakuta mtu anachoma mahindi, unamwambia nikatia ya mbao. Kama ya mbao ni ndogo, kuongezea ifike 50. Alafu unapaka chumvi. Unatoka pale mahindi mzima uko kwa highway. Sasa wewe tu ni kuendelea tu. There is a form of discipline that protects or inakuzuia usifanye mambo fulani wa fulani. Praise the Lord. In English we also call it integrity. Amen. Amen. That is able to withhold you from doing some things. Amen. Kuna vitu mimi siwezi tufanya kama mchungaji. Amen. Kwa sababu kuna discipline niko nayo kama mchungaji ambayo inanisaidia. It is a code of rules that helps me not to do some things. Hata wewe kuna discipline yako. Kuna discipline ya mke kwa nyumba. Kuna discipline ya mume kwa nyumba. Kuna discipline ya watoto. It is a strict control over the way a person behaves or does some things. Kutoka kwa neno discipline, we get the word disciple. Yes. That is a powerful one. Yes. Praise the Lord. Yes. Some of you have never known. From discipline we get a disciple. Why do we get disciple from discipline? Because a disciple must be strictly controlled by some things. A disciple is tied to a senior person ahead of him. Like the disciples of Jesus Christ, hao wamejiunganisha kwa Yesu. Kumaanisha Yesu ndio wa kusema, hao ndio wa kutenda. Praise the Lord. Amen. So if you are a disciple, kumaanisha kuna sheria fulani inakulinda na inakuongoza. Kuna mambo hauwezi tenda kwa sababu wewe ni mfuasi wa kitu fulani. We are talking about the discipline that brings restoration. Yes. And in our case, we are speaking about kingdom investment. Amen. So, what is restoration? Restoration is the process of returning something to its original owner. So you have to be more energetic and support this preaching. Amen. Kitu chono unaanza kusinzia na kulala. Tunaona ni kama kuna amani nyingi sana katika nyumba hii. Mpaka inakusaidia kuelekea kula ambako hautakani kuelekea. Kwa
Kwa hivyo that is what we mean by restoration. Unarejesha kitu kutoka kwa hali fulani, urejeshe katika hali ambayo hicho kitu kilikuwa. Wengine wetu, jinsi nilisema, when God promises you something, He puts a condition on it. Wengine wetu, we focus more on promises and we forget conditions. Praise the Lord. Amen. Many a time somebody will promise you something before he gives you the conditions of that thing. Amen. Safaricom itakuja kuambia sasa kuna store bonus 200%. Ngapi wamepata hiyo message? 200% store bonus. Lakini hawakuelezea kwamba hii ndio conditions. Praise the Lord. These are the terms and conditions of it. Wanakuambia utashinda nyumba ukilipa na M-Pesa. Praise the Lord. Amen. Sasa wewe unaangalia tu TV, unaona mtu anafunguliwa nyumba na ufunguo kubwa, anaenda anajirusha kwa kitanda. Haujiulizi hiyo kitanda ililetwa, alikuwa ashaingia ama ililetwa tu, ama ilifanyikaje hiyo kitanda ikapatikana kwa nyumba, ama utashinda nyumba ikiwa na kitanda. You don't ask those questions. Because those are the terms and conditions. No wonder wakiadvertise kitu kwa runinga, they will give you what they are giving you as a prize or as a winning present. Alafu hapo mwisho wanasema terms and conditions apply. Hawakuelezea which are the terms. Some of you ambao umeenda mkachukua loan kwa bank, ukifika kwa bank unapewa forms, unaambiwa jaza hizi forms. First thing on the form inakuanga amount. How much do you want? Unaandika hapo nataka 200,000, unasema period of payment nini. Hapo mwisho ya forms kuna tu vitu tumeandikwa kwa leta ndogo font kama 9 hivi. Tumeandikwa twingi ndio usipate time ya kusoma. Hizo sasa ndio terms and conditions to discourage you from reading them. Hizo ndio zinakuanga nyingi kuliko ile kitu unataka. Then wakati unachukua loan sasa, uko na pesa, umewekewa na pesa, unakuta hizo pesa zimekatwa 10,000. Unasema si mimi niliuliza 200,000, unasema kwani au kusoma hapo nyuma terms and conditions? Because most of us will quickly go for the promise and forget that kuna terms and conditions. Do you know in the kingdom of God we also have terms and conditions? Amen. Wakati tunaambiwa this is the year of restoration and demonstration, the first question ndiposa uweze kusaidika ya kujiuliza ni what are the terms and the conditions for me to be restored and for the power of God to be demonstrated in my life? Oh yes. Praise the Lord. Amen. Acha niwaambie, hii message tunawapatia, these are the basics of a Christian. These are the basics. That yeye ndiye ataenda into depth. Yeye huenda into depth. Sisi tunakupatia basics, ndio sasa upate foundation ya kukupeleka deeper. Praise the Lord. Amen. These are the basics. Wakati unakutana na nabii anasema this year you will go to America, the first question you need to ask him, nitaenda mguu, nitaenda na gari, nitaenda na train, ama nitaenda na ndege? You need to specify. Some of you kipewa tu nabii unasema yes, it was said. You want to run around and tell us of the prophecy you're given. Utaenda America, haujaambiwa ni lini, haujaambiwa America wapi. America yenyewe ni kubwa, unafikiria kuna matari kule America. Praise the Lord. However, utavisit nani and all those. Hata passport hauna. Terms and conditions apply in the kingdom of God. Sasa Matthew inatuambia, give me verse 19. Matthew inasema hivi, do not lay up for yourselves what? Treasures. Stick them. What are treasures? Treasures ama vitu vya thamani inaweza kuwa ni vitu ama inaweza kuwa ni watu. Amen. Watu wa thamani, vitu vya thamani, those are treasures. Wakati una realize kwamba kuna watu wanaitwa wa thamani na una realize kuna vitu vinaitwa vya thamani, you will become keen on some things.
Unajua wengi wetu we are so careless with everything. Praise the Lord. Just careless with everything. You don't know who you have. Unajua kuna mkutano tu dada alinipeleka juzi ya HIV. Praise the Lord. Sio ya wale wako na HIV. Mkutano ya HIV. Wachungaji. Ya wachungaji. Praise the Lord. Mimi kufika kule, I've never been in such a meeting. Kuta Waislamu wamekaa huko, kuta Lejo Maria, kuta Wakorino, wanaosiri Waislamu. Nikashangaa this meeting, kwani mchungaji ameleta kwa mkutano gani hii? Haikai ya wachungaji. Unajua tumezoea, mimi sijawahi enda mkutano kayo. Nimezoea mkutano naenda unakuta hao ndio wachungaji. Huyu ni reverend, huyu ni bishop, huyu ni apostle, huyu ni prophet. Sasa unaingia mkutano na ndio huyu ni maimamu. Anaitwa maimamu hapo mkutano. Huyu ni imam. Praise the Lord. Na ndio huyu ni sheikh. Kwa hiyo wewe ukitaka kusema Bwana asifiwe unakuwa careful na. Oh. Praise the Lord. But wakati mtu anachaguliwa amke kuongea, anaongea hivi mpaka unataka unasema, is this a man of God or is this a member of the church? Because ile maneno anaongea hata mshirika hawezi ongea maneno kama haya. Yani anatupa tu maneno, and you're wondering where is the wisdom in this man? Praise the Lord. This is what we are saying. There are things we call treasures. Kuna vitu vya thamani, kuna watu wa thamani. If there is something I'm always careful with is what to say in the midst of people, especially the people I don't know. Are we together, church? Wacha nikwambie, hata mjinga anaonekana mwenye hekima akinyamaza. That is the Bible singing. Nafikiri pale wewe ni mjinga tu, lakini umekaa tu. Watu wanaongea wewe umekaa tu. Utaona wanasema, this brother has been so quiet. Wacha aseme kitu. Wanaona unakaa uko na wisdom ambayo ukirelease unaona hao watu hawatatosha hiyo wisdom. Kumbe wewe unajipanga. Praise the Lord. When you look at that scripture, do not lay up for yourselves treasures. Let me break it down. Toa hiyo neno treasure, weka hapo kitu ambacho unakithamini. For example, kama ni watoto wako, Bwana asifiwe. Kwa mama, Bwana asifiwe. Useme hivi, do not lay up for yourselves your children on earth. Praise the Lord. Do not lay up for yourselves your husband on earth. Katika ibada kwanza tuligundua kwamba wamama hawakusupport hiyo swala sana ya lay your husband in heaven. Do not lay up for yourselves your job on earth. Praise the Lord. Amen. Kuna wale watu yani kazi yao ni Mungu wao. Huyo mtu haumtoi hapo. We call them workaholics, ni workaholics ama workaholics. Yani ule mtu akutu na ugonjwa wa kazi. Yeye tu akiona simu ya mdosi anataka aingie chini ya pesa aende alipe chama. Thank you. Kuna mahali na busa. Praise the Lord. Amen. Ushaiona mke tu kuna ulimpatia pesa lakini venye kumeenda venye kulienda na kukarudi, kumbe ni chama ilikuwa inafanyiwa hesabu. Praise the Lord. Chama ikishalipwa, every budget will be laid on the table. Ulimpatia 1,000, nikanunua. Kafanya nini nikamaliza, ndio hiyo pesa. Change ndio hiyo. Praise the Lord. Kuna wazee hapa, kitu inaitwa football imekuwa Mungu. Amen. Afadhali uache chakula kwa meza kwa sababu maniu inakutana na Liverpool. Uko na TV kwa nyumba lakini lazima uende, kitabu tulikuwa tunaziita video shows, please na ibada. Lazima uende past because they are friends you have to meet. You are laying your treasures here on earth.
where moth and what? And rust. Kipata pesa unaambiwa tafadhali tuko na mjengo. Tafadhali wewe ni mtu, wewe ni soko, uko na pesa, praise the Lord. Uko na dough. Your salary say for your business is giving you a return of almost 200,000 of millions in a month as profit, not sales, as profit. Praise the Lord. Na ukiambiwa tuko na mjengo, una pledge 5K. Lakini sio pesa ndio unaweka huko, invest. Unajaribu kuinvest on the things of this world. Siku moja unaamka unaambiwa, by the way, na moto ilikuwa Gikomba na imeharibu stores. Unasema Mungu. Hapo sasa ndio unakumbuka Mungu, haki Mungu, please nisaidie tu isikuwe imefikia hiyo store. Kifika Gikomba naambiwa, by the way, moto ni kama ilianzia kwa store yako. Kwani nyingine uliweka ndani? What did you put in your store? Kwani uliacha store hata kando likiwaka? All of a sudden, in less than 24 hours, whatever you had laid in that business, it has been totally destroyed. Yeah. You have laid your treasures here on earth where moth and rust and thieves and coronavirus and locusts and everything can come and destroy. Praise the Lord. Yeah. Do you know why your marriage is giving you much problems? There is a possibility that marriage has been laid on this earth. Tuko pamoja wapenda? What do I mean? Wewe unaenda kwa mganga unasema, please Karamanzi, please make sure nataka unipe dawa yenye nikiwekea mume wangu hata waitoka, hata waenda kwa mke mwingine. Wakati umewekewa dawa unaambiwa, unajua organ ndio zilifuza hizi vitu. Unaambiwa hii dawa usinyeshewe ukiwa nayo. Wewe ukitoka tu hivi ni mvua ndio hiyo na inakuja kutoka Kamburu, unasikia? Ndio hiyo inakuja, wewe ndio kitambo fike ndio hiyo mvua imekunyesha. Immediately it happens. Instead ya kumzuia mume wako kupata mke mwingine, anaenda analeta kuni na anawaintroduce kwako. By the way, huyu ni your first wife, huyu is your second wife, huyu, hawa wote mko kwa bomba moja. Dawa inakugeuka. You are trying to lay your marriage on earthly things. And the Bible is saying, do not where moth and rust will destroy. Amen. Wengine wetu tunazoesha watoto wetu vitu nzuri. Unajua, this is my child, I have to make sure that she lives a very good life, I have to make sure that she is comfortable, I have to make sure, therefore money to that child is not a problem. There is no control to your children. Anything akitaka, dad I want this, you give. Dad I need this, mom I need this, wewe unatoa. Siku moja anakuja jioni anasema, mom I wanted to see you. I said, what is it? This is the only daughter manakanga kuna Mungu. Akaa ameokoka kuliko hao. Mom, I want to see you. Nakuja mnaketi na before answer story, naanza kulia, mom please forgive me, mom please, it was not my wish, mom please. What is it? I am 3 months pregnant. Because of our trying to lay our treasures, our children, our marriages on earth where moth and rust will destroy. Are we together, church? Yes. Are you getting this message? Yeah. Investment is not a one-day thing, it's not an event. Investment is a process. Nirudie tena kwa Kiswahili. Kuweka hazina ni hatua baada ya hatua. People who have been in business
kwa kanisa hii watakwambia kwamba nilianza kuinvest katika biashara hii 15 years, 20 years ago. Wewe unaona mtu ako na marori kadhaa kama James, praise the Lord. Unaona stock yake iko juu, unasema Mungu, mbona unaniwacha na unabariki watu wengine? Mungu, kwani unanichukia kiwango hicho? Little do you know that they have been investing for as long as you live. Praise the Lord. Kienda kwa salon kama ya Josie, ango kienda kule ufanyiwe pedicure, manicure, all the cures ziko huko. Anakwambia mimi huwa na charge hii style 2,000 ama 3,000. Hey! Na wewe kwa salon yako unashuka tu na 100, ama ikienda sana 200, akikuja na wifi yake. Praise the Lord. You're wondering what changed. Kwani tofauti yetu ni nini? Looking at how much that person has invested in that thing. How long has it taken? In the kingdom of God, blessings are not bad. There is a process. Yeah. You have to invest. Praise the Lord. Amen. Do you know kwa nini mimi, okay, labda ujui, wacha nisiseme do you know. Mimi sioneani wivu mtu naonanga amebarikiwa na anaendelea. Do you know what? The first question mwa najiuliza ni nini amepitia ndio afike mahali amefikia. Ndio ukiona mtu amebarikiwa unaanza kusema kwani hao peke yao ndio wanaokoka? Kwani si tulimfanyia Mungu nini? Hata wacha wokovu ikae. Nafikiri utabadilisha Mungu. Mungu atabaki kwa Mungu. The first question you need to ask yourself, huyu mtu ndiye afike mahali amefika, nini amepitia? I look at great servants of God and I envy them. Praise the Lord. Why? It's because when I look at their history and where they are right now, it teaches me a lesson. We are talking about kingdom investment. The Bible says in Ecclesiastes 11:1, give me Ecclesiastes 11:1. The Bible says this. Are we there? Cast your bread upon the waters, for you will find it after how many days? Many days. The Bible did not say next year. The Bible did not say next week. It just says after many days. And how many people wanaonaga zile advertisement tunapewa, especially na hii Safaricom yetu? The more you go, the more you increase chances for you to win. Praise the Lord. The more you invest in the kingdom of God, the more you do what? You increase your chances of winning blessings. Wewe juu 5 years ago uliweka 10,000 ukapeana kama support ya kusaidia mradi endelee, hiyo 5,000 ndio bado unaitana nayo mpaka sasa. Imagine 5 years ago I gave 10,000 to a church. Ulipeana 2012, sasa bado unasema. Imagine in 2012 I gave 10,000 to a church. Just imagine. When there is somebody somewhere who is just giving a cup, like mtu mwenye ametoa shati akakupatia. Praise the Lord. Did you know? Kuna vitu ukifikiria mtu alifanya, sio yeye ndiye anaruka kichwa, wewe ndio unaruka kichwa kwa kusikia kwamba alifanya. You jump your head, yani unaruka kichwa kusikia tu kwamba alifanya hizo. Praise the Lord. If you need to receive your restoration, begin to invest in the kingdom. How bad do you need that miracle that you're praying for? Praise the Lord. How bad do you need that husband back in your house? He left you, kakuacha na watoto 4, haukukuwa na kazi, yeye ndiye alikuwa tegemeo, na akaenda na akaoa mke mwingine, na ule mke alioa
kukuja kugundua ndiye alikuwa rafiki wako wa karibu sana, ndiye alienda akaoa, amekuacha hapa, unateseka, unapitia machungu. Swali ni how bad do you want him back? Now it will show how bad you want him back by how much you are investing in God for God to restore you back. Amen. Praise the Lord. How bad do you want your son back into serving God? How bad do you want your daughter to come back in the service to God? How bad? How bad do you want that job? How bad? You've been waiting for a husband until right now you are at the verge of giving up. In fact, haujui kama utaoleka ama uko hapo sasa, na unaona ni kama next year uta close your chapter so that uanze kutafuta mambo mengine, wachane na hiyo story. Swali ni how bad do you want that miracle? How bad? It will depend on how bad you are investing in the kingdom of God. And how bad I mean, simaanishi ile bad ya kuinvest kidogo. Ile una invest ni kama uko na kichaa. Ile ndio unakujanga unasema kama mbaya, kama ni kulala njaa wacha nilale. But this one, praise the Lord. You know it is easy when you give something when you have another one. Praise the Lord. Than when you give when you don't have any. Nakumbuka around 5 years ago, ndugu James akakuja akasema, basi hii gari I want to give to the church. In that time, hiyo tu ndio gari anaenda nayo kusupply vitu. Mimi nikaimagine, kwani huyu James ni watu wanarukanga vichwa ama ni watu wa kuroga? So anaona ataingia matatu abebe hiyo makatoni yote, si hata conductor atamfukuza. Hizi ndio zile magari unasimamishanga inapiga mataa kama imeenda, kwa sababu inaangalia ile mizigo uko nayo, inajua huyu tukibeba ni shida. But I came to realize this man needed something so badly like yesterday. How bad do you need that job? I need that job that ile pesa inaingia kwa mkono yangu, basi mimi I need a job. This is the money I have. I need a job. You are not buying a miracle. You are investing in the kingdom of God for a miracle. Amen. Praise the Lord. Amen. Please usikae tu hapo unisikize tu, ucheke, ufurahie na utoke hapa uende tu ulale na usahau useme hizo stories za Pastor Kelly. What's nani jazz? And you are doing nothing. These are the love songs Basi was talking. Hii love song tunakuimbia tu. Lady in Red, tunakuimbia tu love song. We are talking about restoration. How bad do you need that restoration? It will take your discipline. Lazima kuna nidhamu utaingiza box. Kuna vitu lazima utafanya. Praise the Lord. Amen. Kama hii kanisa ukweli tungekuwa watu wa vijana, wenda simu, simaanishi wale wenda simu wa kuruka, wale wenda simu wa kumtumikia Mungu. Praise the Lord. Amen. I've once been in Mathare and I realized, and ukienda Mathare, don't assume everybody who is quietly seated there is normal. Praise the Lord. I've been in Mathare, na kuna mama alipigwa kofi. Yaani enda kwa jamaa amekaa ndani ya gari. Kwa steering kabisa ni kama anataka kuendesha. Kafikiria labda hii ni Uber. Enda akamuuliza hapa. Well, I only date with the people we came with. The ones I am sure these ones are okay. Sasa sisi kama kanisa tulikuwa watu kama hao wenda siku wa kutulia. Basi akisema kuna hii project we must do. And it
must end by this time. Tunasema pasi, that one is even too long. Huko ni mbali. Can we tuisongeshe hapa karibu tumalize kitu? Because this one must end. We cannot call Saika our home, and yet you cannot introduce somebody to your home. Wewe ushaona na wale watu watakani kujua unaishi wapi. Ninaishi hii area. Naona hii area. Sitwende kwa nyumba nione mahali unaishi. Usijali, niko na shughuli kidogo, lakini next time ukikuja ulizia tu hii area utanipata. Ushaona watu kama hii kanisa, I can assure there are people who may not want to introduce ama welcome their friends. There are young people who are now planning to marry, praise the Lord, when they may not wish to do their wedding in this place. Watasema wacha to hire a hall somewhere else. In the name of unajua tutafute hall inaweza toshea watu. But that is not the agenda. Supposed to rise up as young people to say, our weddings must be here. This is the altar that has fed us. This is the altar that has lifted us. Siwezi simama kwa madhabahu mengine niunganishwe na mke wangu. I will have to come here. Therefore, I will do kitu cha dharura to make sure we have a sanctuary in this place in the shortest time possible. Praise the Lord. Amen. Tuamuke tukue watu wa vichana. To make sure we are investing and investing heavily in the kingdom of God. Praise the Lord. Amen. Let me tell you, whatever you are going through, God is ready to restore you. Amen. God is ready kukuchukua kutoe pale akupeleke somewhere else. Because kama ni majina umeitwa majina, kama ni matusi umetusiwa, kama ni kuitwa nini umeitwa, kama ni kusema ule wa ugonjwa umeambiwa, kama ni kusema ule tasa umeambiwa, kama ni kusema ule mjane umeitwa hayo majina. Now you've hit your rock bottom. There is nowhere else you will go lower than go up. Na usiruhusu shetani ya kufinyilie pale chini, kwa sababu sasa hawezi kukusukuma chini kupita hapo. Sasa the best anafanya ni kukufinyilia tu hapo. Siku ya leo kataa, sema shetani hautanifinyilia tena. Magonjwa haya yamenigandamiza for long, haitanifinyilia tena. Kama ni kuishi maisha haya ya upweke, bila kazi, bila nyumba, shetani siku ya leo I decide to be restored. Na unaanza kuinvest in the kingdom of God for restoration. Let's start with